Na miongoni mwa waumini waliohudhuria ibada ya leo, ibada ya uzinduzi wa kitabu cha maombi ya kibali cha Mungu kwenye maisha ya mwanadamu au kwa mwanadamu moja kwa moja. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hongera kwa kuhudhuria ibada. Asante sana. Unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Dorine Mgeza, nimetokea katika mtaa wa Mshikamano, Mbezi Msakuzi. Okay, kwa ulivyoona ibada ya leo na umepata kitabu, kwanza kitu gani ambacho kimekuvutia kuchukua kitabu hiki? Kitabu hichi ni kizuri. Sijakisoma bado, lakini kwa tafsiri yake tu aliotoa mchungaji ya kibali, inaongelea kibali. Ina maana kila mtu anahitaji kibali kwenye maisha ili aweze kuendelea. Na ukiwa na kibali, kila kitu kinakuwa sawa, kwa sababu usipokuwa na kibali hata kwenye maombi yako bado ni pagumu, kwa sababu unaweza ukafanya kitu kama una kibali huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo naamini nikikisoma, nikikimaliza, kuna kitu nitakuwa nimejifunza kikubwa sana, na kuna kitu kitaongezeka sana kwenye maisha yangu mimi na hata wale wanaonizunguka. Tumeona watu wengi wamenunua hiki kitabu. Pengine unaona kinaweza kaisha kabla ya wakati? Yani kwa ujumbe mzito ulioko kwenye hiki kitabu, lazima kitaisha na kitarudiwa tena na tena na tena, kwa sababu kila mtu anatamani kuona nini kilichopo humo na kuyaishi yale ambayo yapo katika kitabu hichi. Usomaji wa vitabu kwa watu unaonekana bado upo mdogo sana. Unaambiaje Wakristo na waumini wote, lakini pia na Watanzania kwa ujumla kwenye kusoma vitabu hasa vya neno la Mungu? Ninawaambia kusoma vitabu ni kuzuri, kwa sababu kama vitabu hivi vya Injili na ambavyo vinaandikwa na watumishi wa Mungu kama Aaron Ulaya, vinakuwa vimebeba maono yetu ndani yake. Unaweza ukasoma ukajikuta tu umefunguliwa. Kwa kusoma tu kitabu unakuta umefunguliwa, labda ulikuwa na shida, ugonjwa, labda ulikuwa na changamoto unapitia, lakini kuna neno la faraja ambalo utakutana nalo ndani ya kitabu, alafu likawa limekufungua na ukawa mpya tena na ukawa na imani tena na kuendelea mbele. Unavyofahamu Mwalimu Aaron Ulaya, ulishawahi kujua kwamba anaandika vitabu? Hapana, kwa kweli sikujua. Nilikuwa najua tu ni mtumishi ambaye anahubiri, anaombea watu, lakini sikujua kama anaandika kitabu. Hata hapa nimekuwa surprised kuona kuwa na yeye anaandika kitabu na leo amekitoa kitabu chake. Kwa hiyo kila mtu nadhani alikuwa na hamu ya kwenda kukisoma ni nini kipo ndani yake. Ungepe feedback nzuri ukisoma? Kabisa. Unamwambiaje yeye, mjumbe gani unampa? Ungekutana naye sasa hivi ungemwambia nini Mwalimu Aaron Ulaya? Ningemwambia mtumishi Aaron Ulaya aendelee kusonga mbele, asikate tamaa katika kazi ya Mungu, na ukijitolea kumtumikia Mungu, kuna vikwazo vingi unavipitia, lakini unaambiwa hivi, majaribu mtu kaumbiwa ili Mungu aweze kukufungulia njia mbele. Kwa hiyo aendelee kupambana, aendelee kumtumikia Mungu, asikate tamaa, aamini kuwa kama neno lake alivyosema kwenye kitabu kuwa anaamini katika haya maisha, neno la Mungu peke yake na kumtumikia Mungu ndo kila kitu kwenye haya maisha. Basi na yeye aendelee kumtumikia Mungu, asikate tamaa hata kwenye magumu pale anaona sasa hapa imefika mwisho. Aamini kuwa ipo siku Mungu atamuinua tena kwa viwango vingine na viwango vya juu zaidi. Amini sana, ni kushukuru kwa muda wako, lakini pia nikutakie usomaji mwema hiki kitabu. Mtazamaji, kama ulivyotazama, hiki ni kitabu ambacho kimezinduliwa. Bado hata yeye mwenyewe hujakifungua ndani uone kipoje, lakini nimekiona tu kwa picha baada ya kuzinduliwa. Kipo na muonekano huu ni umepambwa, lakini kwa ndani kina muonekano mwingine mzuri zaidi ambao kama unavyotazama hapo kwenye picha nzuri kabisa. Nikwambia tu kwamba ni kitabu kizuri ambacho kitakufaa wewe kwenye maisha yako, lakini pia kufungua njia kwenye kukubalika. Unaweza kufanya maombi ya kila namna, lakini kama Mungu hajakupa kibali huwezi kutoboa, kama alivyokwisha kusema mtumishi wa Mungu hapa kwamba lazima tujue mbinu mbalimbali za kukitunza kibali kama kipo, lakini pia namna ya kukipata kibali kama kimepotea, kwa sababu kitu ambacho kinaweza ikaja kinaweza pia kutoka. Kwa hiyo tafuta kitabu hiki kilipo, nakala hii utaipata vizuri kabisa. Kuwasiliana na Mwalimu Aaron Ulaya moja kwa moja ili uweze kupata nakala yako mapema, usome kitabu vizuri kabisa. Asante sana, nikutakie siku njema, lakini usomaji mwema. Mungu akubariki. Amina. Asante sana. Kumbuka hii ni Injili ya Wokovu TV. Ernesto Eliud ndio jina langu.